ay bunayya, ay bunayya, ya bunayya, kama vile ya bunayya, kwa sababu ay hapa ni nida, katika ni adawati za nida kama vile ya. Kwa kusema ay bunayya kwa maana ya bunayya, ay bunayya, ewe kijana changu, tasghiri ay bunayya, ewe kijana changu, isma' wasaya jama'at hikaman, sikia nasaha, isma' wasaya, sikia nyasia au sikia nasaha zangu, jama'at hikama, zilizokusanya hikma, zisikilize zinasana ninataka kukupa, khussat biha, zilizohusishwa kwazo, khairul milali, bora ya dini. Na saa hizi zimehusishwa na watu wa dini hii, yani dini ya Uislamu. Jisikilize zinasaha ninazotaka kukuletea, zitakusaidia, zina manufaa. Ay bunayya, ewe kijana changu, isma' wasaya, sikiliza nyasia, jama'at hikaman, zilizokusanya hikma, hikma ambazo khussat biha, zimehusishwa kwazo, khairul milal, bora ya milla, milla iliyo bora, yani milla ya Uislamu. Wasia wa kwanza, utlubil ilma, itafute elimu, kwa maana jitahidi katika kutafuta elimu uipate. Utlubil ilma, itafute elimu. Wala taksal, wala usifanye uvivu. Wala taksal, wala usifanye uvivu. Fama ab'ada alkhaira ala ahli alkasal, ni umbali au si umbali huo ulioje wa khairi juu ya watu wavivu. Kwa maana watu wavivu wako mbali kabisa na mambo ya khairi. Ukishakuwa mvivu, basi mambo mengi ya khairi yatakupita. Fama ab'ada alkasal, fama ab'ada alkhaira ala ahli alkasal, ni umbali ulioje huo kwa umbali ulioje wa khairi juu ya watu wavivu. Fama ab'ada alkhaira ala ahli alkasal, ni umbali ulioje wa khairi kwa watu wavivu. Siku zote ukiwa mvivu, basi yale mambo ya khairi hutayaweza. Sasa wewe jitahidi kutafuta ilmu. Alilmu nurun, kwa sababu elimu ni nuru. Fala tuhmil majalisahu, usipuuze vikao vyake. Wa'mal jamilan, natenda mambo mazuri. Yura, yanayoonekana. Falfadlu fil amal, kwa sababu fadhila hupatikana katika matendo. La tarqudil layla ma fi an-nawmi faida, la taksalanna tara al-hirmana fi al-kasal. Mmoja katika al-Bahr al-Basit anasema neno haya. Na wala usilale sana usiku, kwa sababu hakuna katika usingizi faida yoyote. Wala usifanye uvivu, kwa sababu kukosa khairi uko ndani ya uvivu. Kwa hiyo wewe angaika, utafute ilmu, jifunze katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Na zimekuja hadithi nyingi kuhimiza watu kutafuta ilmu. Wahtafil lilfiqhi, na kusanyika kwa ajili ya fiqhi. Wahtafil, au ikusanye fiqhi, kwa maana zile fikra zako zote na juhudi zako zote zielekeze katika kukusanya alfiqhu fi din, ufahamu wa dini, kwenye kufahamu ahkamu zake. Wala tashtaghil anhu, wala usishughulike kuiacha hiyo elimu. Bimalin, kwa sababu ya mali. Wa khawal, na watoto, yani mali na watoto visikushughulishe wewe kuacha mambo ya elimu. Tuulizwa, wajua watoto wangu, sijui watoto hivi, wajua kuna hivi maisha. Ikawa mambo haya ndiyo yanayokufanya wewe usitafute elimu. Na watu wangapi watumia hoja hii? Sasa mimi na shughuli zangu nazifanya kwa sababu ya watoto. Wewe wamjua Mola wako, wajua dini yako, sawa. Watoto sawa, usisahau nasibu yako ya dunia, lakini wewe sasa wajua. Ndio jambo la msingi. Taallam fa innal ilma zainun li ahli, jifunze kwa sababu elimu ni pambo kwa watu wake. Wa fadlun wa unwanun li kulli almahamidi, na elimu ni fadla
na ni alama ya kila yenye kuhimidiwa. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyada, na kuwa ni mwenye kupata faida kwa kila siku pate ziada min alilmi, ya ilmu. Wasbah fi buhuri alfawaidi, na ogelea katika bahari za faida. Tafaqqah fa inna alfiqha afdalu qaidi, jifunze fiqhi kwa sababu fiqhi ndiye kiongozi aliyebora zaidi ila albirri wattaqwa, kiongozi atakayekuongoza kwenye wema na kumcha Allah. Wa a'dalu qasidi, na ndiyo njia ya kati na kati. Huwa alilmu alhadi, hiyo yenye kufanya hivyo ni ile elimu yenye kuongoza ila sunanil huda, kwenye sunna za uongofu, kwenye njia za uongofu. Huwa alhisnu yuhyi min jami'i shadaidi, yunji min jami'i shadaidi, kwa sababu na elimu nayo ndiyo ngome, ndiyo ngao ambayo itaweza kukuokoa na shida zote. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a, hakika mwanachuoni mmoja mwenye kujichunga, ashaddu ala shaitani min alfi abidi, ni mkali zaidi na ni mbaya zaidi kwa shaitani kuliko wenye kufanya ibada elfu. Mwenye ilmu mmoja anaifanyia kazi elimu yake na anayejichunga, huyu ni mkali zaidi kwa shaitani kuliko wenye kufanya ibada elfu. Shaitani anamwogopa zaidi huyu. Wahjurin nauma, na wacha usingizi. Yani usingizi usije ukaufanya ni sababu ya kukosa ilmu. Walala tu si kwa faida ya elimu, unatakiwa ulale kwa faida ya elimu. Kwa maana nimechoka sasa, ngoja nipumzike ili nikiamka sasa nishughulikie ilmu, nisome, niandike, fanye murajaa, nisomeshe, nifanye kadha, nihifadhi. Yani kule kulala kwako wewe lala, lakini kwa faida ya elimu, sio jilalia tu. Kutoka huko walala, kutoka hapo korojo tu, kutoka hapo lala unakula hivyo basi. La, usiwe mtu namna hiyo. Wahjurin nauma, wacha usingizi. Wahasilhu, na uipate hiyo elimu. Faman ya'rif almatluba, kwa sababu yule mwenye kuyajua matakwa. Faman ya'rif almatluba, mwenye kuyajua yale matakwa, yale vile vyenye kutafutwa vile. Yahqir ma badal, ana hudharau analolitoa. Yahqir ma badal, yani ukijua watafuta kitu gani wewe, thamani yake, basi kile unachokitoa katika wakati, kwenye nguvu, mali, ukioni kwamba ni kitu. Mambo kitabu hiki bwana bei gani? Kitabu hiki $500. Hiki kitabu ni kizotoa $500, wala huoni hizi $500 ni kitu chochote mbele ya kile kitabu unachokinunua. Kwa nini? Kwa sababu wajua thamani ya kile kitabu. Vitabu humu kifika kitabu hiki kuulizwa mbona $700, na watu wananunua na miliki, wajikusuru $700 hii, wakati huo sina nunua kiwanja hii, sio? Kama na kiwanja changu sinapata matofali mifuko mingapi hapa? Sasa usifikirie hivyo, mfahamu? Kwa hiyo yule anayejua matakwa na kile chenye kutafutwa hudharau kile anachokitoa. Sio kusema nimetoa pesa nyingi mimi kwa sababu ya kusoma. Hizo pesa si chochote mbele ya ilmu. Yahqir ma badal, hudharau kile anachokitoa. Ni lazima ujipange katika mambo ya ilmu. Ilmu yataka kuhudumiwa, utoe nguvu zako, wakati wako, fikra zako, mali yako kwa ajili ya ilmu. Baadhi ya wanachuoni walikuwa wakielezwa fulani ametoka kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu ya hadithi, akisema akishaambia basi wabashirie jamaa zake kwamba watafilisika. Hata kama ana mali, biashara itakufa tu, hataweza, kwa sababu yote tutamaliza kwenye vitabu na yote tutamaliza kwenye safari za elimu. Watu walikuwa wakitembea maelfu ya kilomita kwa ajili ya elimu. Usafiri wa zamani si kwamba sasa hivi utapanda treni ya mwendo kasi umefika mahali fulani, kilomita 1000 watembea kwa saa 1.5 masaa 2. La, watembea kwa ngamia shekhi, kutoka Iraqi mpaka Makka, transit hapo, utoke hapo uelekee Yaman,
kilomita 2500 3000 watembea kwa ngamia, miezi miwili mko njiani mwenda, wamfuata mwanachuoni fulani, tena mara nyingine wenda hamna mawasiliano, wafika kwamba alikufa mwezi uliopita kabla Ramadhani, tulimzika bwana, ushatembea kweli kweli. Haya yametokea, baadhi ya watu wametembea, alikufa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, umetembea kilomita 3000 kwa ngamia, basi wapapasa watafuta huku na huku, warudi zako kwenu. Haya yamewakuta watu, lakini walitoa juhudi zao na wakati wao na hawakuhisi chochote, kwamba angalia sasa ndio walionufaisha umma. Kwa hiyo usijione kwamba umetoka mbali sana, wala sijafika kilomita 2000 na usafiri alhamdulillah, ukaa kwenye lami umefika. wahjuri an-nawma wa hasilhu faman ya'rif al-matluba yahqir ma badal. Kwa hiyo tasabbar, vumilia. Imam Shafi aliwahi kusema katika al-bahr at-tawil, tasabbar, fanya uvumilivu, ala murri al-jafa min muallimi, kutokana na ule uchungu wa ususuavu utokao kwa mwalimu. Pengine unaweza kufunga safari kwenda kwa mwalimu msusuavu kweli kweli kali, wewe fanya subra, fa inna rusuba al-ilmi fi nafaratihi, kwa sababu kule kufeli katika mambo ya elimu kuko kwenye kule kumchukia yeye. Basi utapata tena, utasoma tena, utasoma. Wama lam yadhuq dhulla at-ta'allum sa'a, anasema Imam Shafi rahimahullah, yule ambaye hajawahi kuonja udhalili wa elimu kitambo kidogo, ile elimu ina udhalili wake, sharti udhalilike. Tajarra'a dhulla al-jahli tula hayati, huyu atakunywa udhalili wa ujinga maisha yake yote, kwa sababu hakukubali kudhalilika kipindi fulani, kwamba kipindi hiki mimi niko tayari niwe mjinga, niwe dhalili, lakini wacha nisome. Sasa kama maadamu kipindi hicho huja kiamulia wewe siku zote utakuwa bwana mkubwa, basi utaendelea kuwa mjinga maisha yako. Waman fatahu at-ta'limu waqta shababihi, na yule ambaye kumemfutu wewe kusoma kujifunza katika wakati wa ujana wake, fakabbir alayhi arba'an liwafatihi, mpigie takbira zake 4 huyo kwa sababu ya kifo chake, maiti huyo. Waman fatahu at-ta'limu waqta shababihi, na yule ambaye kumemfutu yeye kujifunza wakati wa ujana wake, fakabbir alayhi arba'an liwafatihi, mpigie takbira 4 huyo kwa sababu ya kufa kwake. Maiti huyo ni katika wale maiti wanaotembea, kwa sababu katika ulimwengu kuna maiti ambao washazikwa makaburini, lakini pia kuna maiti wanatembea katika ardhi, na kuna wafu na kuna walio hai wamezikwa makaburini. Kuna walio hai lakini wamezikwa kwa makaburini. Tuwataja kina Imam Shafi'i, Imam Ahmad, kina Malik, kina nani, kina Bukhari, kina Ibn Taymiyyah na kina nani, tuwataja kama vile tuko nao katika majlisi zetu kwamba wako hai, kumbe tushawazika kwenye makaburi yao. Wako hai, wako katika majalis, lakini wamezikwa kwenye makaburi yao. Na kuna watu ni maiti lakini wapo wanatembea, wamevaa masuruali na wanatembea kwa mtaani, wafu wamekufa tayari. Hivyo ndio wanavyosema wanawazuoni, kwa maana kwamba yule ambaye hakuwa katika kujishughulisha na mambo ya elimu ni mfu, anayetembea asubiri ile siku yake kwenda kuzikwa tu kadhi yaishi. Fa fakabbir alayhi arba'an liwafatihi, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, anasema uhai wa kijana wallahi uko kwenye ilmu na kumcha Allah. Idha lam yakuna la i'tibara li dhatihi, yakitopatikana hayo mawili, hapana mazingatio kwa dhati yake, hakuna mtu, weka sifuri. Wewe ukihesabu kwake ni sifuri, kwamba hapa hakuna mtu. Idha lam yakuna, yakitokuwepo hayo mawili, hakuna ilmu, hakuna takwa, la i'tibara li dhatihi, hapana kuzingatiwa kwa dhati yake. Kwa hiyo haya yote tunayazungumza ni mahimizo ya watu kusoma, na amesema mengi Imam Shafi rahimahullahu ta'ala ya kuwakirihisha wale wasiotaka kusoma. La taqul, namalizia sasa, la taqul qad dhahabat arbabuhu,
la taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara ala ad-darbi wasal, usiseme wameondoka watu wake, kwa sababu kila mwenye kwenda juu ya njia hufika. Sema watu wa elimu washakwenda bwana, basi ndio watu washaisha bwana. La, usiseme hivyo, usikate tamaa, usikate tamaa. La taqul qad dhahabat arbabuhu, usiseme kwamba washakwenda watu wake. Mbona kwenye kutafuta pesa useme hivyo, kwamba matajiri bwana washapita bwana na pesa zao bwana, hata sisi tukae tu wahangaika. Basi na hivyo hivyo kwenye kutafuta elimu usiseme maneno haya. Kwa sababu gani? Kullu man sara ala darbi wasal, kila mwenye kwenda juu ya njia hufika. Kwa hiyo na wewe ukikazana, ukijitutumua hasa katika mambo ya elimu, utafika tu biidhnillah, tutatoboza upande mwingine. Lakini mwanzo utakaoushika si sahali, ni mwanzo mgumu, ugumu kwenye kutamka, ugumu kwenye kufahamu, ugumu katika kila mambo. Umezungukwa na mambo mengi na mikingamo mingi na challenge nyingi zitakuwa zimekuzunguka katika suala la kuelekea elimu. Lakini ukipambana, ukasimama sawa sawa, utafika. Lazima upambane, uamue hasa. Kwa hiyo biidhnillahil karim utafika katika njia sawa sawa. Inshallah tutakuja kuanza ubeti mwingine wa 25, fi izdiyadil ilmi irghamul ida, katika kuzidi ilmu pana kuwadhalilisha maadui. Wa jamalul ilmi islahul amal, yani kuzidi elimu basi wale maadui zako wanazidi kuwa madhalili. Kila unavyozidi elimu maadui wanazidi kuwa madhalili, wanateremka chini. Na ndio uhai wa dawa hii, dawa salafia. Kila watu wanavyozidi kusoma, dawa nyingine lazima zirudi chini. Kila watu wanapambana kwenye kufanya nashri ya ilmu, dawa nyingine zinazidi kufa. Lakini na watu wakishindana hao wengine mahizbi na watu wengine wa batil katika kutafuta ilmu, basi tutazidiwa, kwa sababu wao wana mambo mengi, wana maredio, wana ma TV, wana magazeti, wana hivi, watashinda tu, wana silaha mbalimbali. Lakini dawa yao ni watu kuzidi ilmu. Kila watu wanavyozidi kusoma ilmu ya haki, wao wanazidi kuteremka chini, wanazidi kudidimia. Hayo yanapatikana katika ubeti wa 25, fi izdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salama. Wallahu ta'ala a'lam. Kuna swali? Mbona jisazi kwa nyuma mbovu na hii iko sawa? بس وقت صلاة التراويح. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك